Moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matokeo ya urais yazua vuta ni kuvute Zanzibar baada ya upinzani kutangaza ushindi. Chama tawala cha laani hatua hiyo. Mgombea urais wa Chadema Edward Lowassa asema mamlaka zinawalenga vijana wake. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London na habari nyingine za kimataifa. Hali ya wasiwasi imetanda nchini Burundi kufuatia mauaji ya watu kadhaa mwishoni mwa wiki. Upinzani wataka Umoja wa Mataifa kuingilia. Hujambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikuletea matangazo ya moja kwa moja na matangazo maalum ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa Dar es Salaam, na matangazo haya unayapata moja kwa moja kupitia Star TV ukiwa nchini Kenya, Star TV ukiwa nchini Tanzania na QTV ukiwa nchini Kenya. Naam, tume ya uchaguzi imeanza kutangaza matokeo rasmi ya uchaguzi kidogo katika majimbo mbali hii leo. Hali kadhalika tukienda katika kisiwa cha Zanzibar, ambapo mchana wa leo mgombea urais wa chama kikuu cha upinzani nchini humo, chama cha wananchi CUF, Maalim Seif Sharif Hamad aliitisha mkutano na waandishi wa habari na kujitangazia ushindi. Wakati huo chama tawala cha Mapinduzi nacho kimeitisha mkutano wa waandishi wa habari na kulani hatua hiyo, kikitaka tume ya uchaguzi kuzungumzia swala hilo na kusema matokeo rasmi hutolewa na tume ya uchaguzi. Mwandishi wetu Sami Awami amepiga kambi huko Zanzibar na ametutumia taarifa hii. Tume ya uchaguzi hapa visiwani Zanzibar bado haijatoa matokeo rasmi kamili ya uchaguzi visiwani hapa. Leo nimetumia karibu siku nzima pale katika makao makuu yao kujaribu kusikiliza labda wanaweza kutoa matokeo yoyote, lakini hadi jioni nimeondoka, hakuna chochote ambacho kilikuwa kimetolewa. Ni matokeo machache tu kwa kweli ambayo wametoa. Lakini asubuhi mgombea mkuu wa upinzani kutoka chama cha CUF alitoa matokeo yake mwenyewe na akadai kwamba yeye ameshinda na tume pamoja na wapinzani wake basi watangaze hivyo. Sasa tangazo lake hilo kwa namna moja au nyingine lilikuwa kama limeibua wasiwasi hivi. Kwa hivyo askari pamoja na wanajeshi wakawa wamefunga barabara nyingi kubwa hapa visiwani Zanzibar, na walikuwa wamezagaa kwa kweli karibu kila kona. Na hata kama unavyoona mitaa kama hii mara nyingi inakuwa na watu na magari mengi, lakini leo ni magari machache tu, kama hivi linapita gari moja. Lakini siku kwa kawaida utaona wenyeji pamoja na watalii wengi wanapita katika mtaa huu. Mpaka hivi sasa hatujui tume itatoa saa ngapi matokeo yote kamili, labda hapo baadaye usiku au labda hata kesho. Mwandishi wetu Sami Awami huyo akiwa visiwani Zanzibar akitizama hali ilivyo. Hapa Dar es Salaam hii leo, jiji la Dar es Salaam limekuwa kimya sana. Zile foleni za magari si ambazo umezizoea, na hata maduka mengi yalikuwa yamefungwa. Mwandishi wetu Tulanana Bohela ameingia mitaani na kutizama hali ilivyo wakati matokeo yakianza kutolewa. Ni siku moja baada ya uchaguzi mkuu na jiji la Dar es Salaam limeonekana kurudi katika hali ya kawaida. Japo sehemu nyingi za biashara na maofisi bado hazijafungulia, wakati watu wa kusubiri kupata matokeo ya urais, ubunge na madiwani. Baadhi ya maeneo jijini Dar es Salaam hawakuweza kupiga kura, lakini leo hii BBC imeshuhudia maeneo hayo yakiendelea na zoezi hilo kama kawaida. Natarajia kupiga kura. Na ni mara yangu ya kwanza, maana sijawahi. Ni mara yangu ya kwanza. Mimi kama kijana, ni haki yangu kupiga kura kumchagua kiongozi ninayemtaka kuletea mabadiliko katika nchi yangu. Leo hakuna fujo, kwa maana tumekuja kutimiza haki ya kikatiba kwamba kila mtu ana haki ya kumchagua kiongozi anayempenda. Ninayemchagua mimi si lazima wewe umchague, lakini bado wote tunabaki wa Tanzania. Wakati wakazi wa Kimara Stopover wakiwa katika foleni ya kupiga kura, huko kwingine kulikuwa na picha tofauti. Kwa kawaida eneo kama hili ambalo lipo katikati ya mji linakuwa na foleni ya ajabu kwa wakati kama huu, lakini hivi sasa hali ni ya utulivu kabisa na kuwa rahisi kwa madereva na watumiaji wa barabara kurejea nyumbani mapema. Matumaini ni kwamba hali ya kawaida itarejea mara baada ya matokeo kutangazwa rasmi. Tulanana Bohela, BBC, Dar es Salaam.
Na mitaa imekuwa kimya kabisa hapa Dar es Salaam. Tuzungumzie swala hilo na mchambuzi wa masuala ya kijamii Ngasuma Kanyeka. Watu wamepiga kura jana vizuri kabisa, kura zimeanza kuhesabiwa. Kwa nini watu wakuja kazini leo? Nadhani watu wengi walikuwa wanataka kwanza waone kama mitaa imepoa, lakini nadhani Tanzania imeweza kuonyesha kwa mara nyingine tena kwamba hiki ni kitivo cha amani na utulivu, na kwamba zoezi la uchaguzi ni sehemu tu ya desturi na demokrasia ambayo iko ndani ya Watanzania wenyewe. Kwa hiyo hakuna haja ya kuwa na hofu wala wasiwasi, kwa sababu vurugu hapa Tanzania kwa kweli sidhani kama zitajitokeza kwa kiwango ambacho watu wengi ambao wanadhani Afrika nzima kunaweza kuwa kuna vurugu. Si kweli kabisa. Lakini kutokuwepo kwa foleni hapa Dar es Salaam, na tumeona taarifa ya Samia Awami ambapo kumekuwa Zanzibar kule ni kimya. Kwa nini watu wamesita kidogo kurejea katika maisha yao ya kawaida? Sidhani kama ni kusita, nadhani ni katika hali ya kuwa na uangalivu, kwamba uangalie hali halisi ikoje kabla hujajitokeza kuendelea na shughuli zako, lakini vile vile kuwapa fursa wale ambao wanahusika na kukamilisha zoezi la uchaguzi kufanya hivyo. Nadhani kwa Watanzania watu wengi ni waongeaji wazuri, wanaweza kuzungumzia haya masuala, wanaweka wazi, na hiyo pia inasaidia kupunguza ile hali ya kuwa na ghadhabu au kuwa na uhitaji wa kufanya vurugu. Nadhani hiyo ndio sababu kubwa iliyofanya watu wengi leo wasiende kazini. Wewe umekwenda kazini? Sijakwenda kazini leo. Nimefanyia kazi nyumbani. Na tukiangalia katika uchaguzi huu ambao umekuwa na msisimko mkubwa kabisa, wanawake na vijana ndio kundi kubwa. Wanawake wamehamasishwa na nini kujitokeza kwenda kupiga kura? Nadhani hili inaonyesha tu wazi kwamba sasa hivi kumeanza kuwa na uelewa mkubwa zaidi kwamba unapowezesha wanawake au wanawake wanapochukua fursa ya kusukuma gurudumu la maendeleo, basi unakuta jamii nzima inanufaika. Na kuna nchi mbalimbali ambazo unakuta wao wameendelea zaidi kutokana na wanawake wanaofanya kazi. Kwa mfano Norway, wanawake wanaofanya kazi wanasaidia kuchangia uchumi wao kwa GDP points 12 zaidi ya gesi. Kwa hiyo nadhani ni katika harakati za wa Tanzania kujiandaa na kuteka uchumi na kuchukua hatua za kuwezesha kukua kwa uchumi huo. Kwa hiyo watu wanatambua kwamba wanawake sio tu muhimu, wao ndio suluhu ya maendeleo. Ngasuma Kanyeka, nashukuru sana kwa kuweza kuzungumza nasi. Wino bado upo? Sana. Asante sana. Basi ni Ngasuma Kanyeka huyo, mchambuzi wa masuala ya kijamii akizungumza nasi. Kumbuka habari mbalimbali, habari za kina na matokeo jinsi yanavyotokea katika uchaguzi wa Tanzania unayapata moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi kupitia bbcswahili.com. Habari kila zinavyotokea, waandishi wetu wametandaa katika pembe zote za Tanzania, ni bbcswahili.com. Naam, tutakaporejea tutakuwa na habari nyingine za kimataifa. Tutakwenda London kwake Zuhura Yunus akitupasha habari hizo. Mimi ni Salim Kikeke, moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Matangazo yetu haya yanaonekana kupitia Star TV hapa Tanzania na QTV nchini Kenya. Nitarejea baada ya muda si mrefu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC London, na baada ya muda tutarudi tena kwake Salim Kikeke akiwa mjini Dar es Salaam, Tanzania, kutueleza zaidi kuhusu uchaguzi wa Tanzania. Na sasa tuelekee Burundi. Kumekuwa na mauaji kadhaa nchini humo tangu uchaguzi ufanyike mwezi Juni mwaka huu. Mauaji hayo yenye kutatanisha yamekuwa yakitokea kutoka pande zote, upinzani na pia wanausalama. Jana usiku mtu mmoja ameuawa na wengine kujeruhiwa kwa gurunedi mjini Bujumbura. Kwanza hebu tuangalie machafuko nchini humo katika miezi michache iliyopita. Watu wengi wameuawa katika maandamano ya kumpinga Rais Nkurunziza tangu alipotangaza kugombea tena mwezi Aprili. Mwezi Mei, Rais Nkurunziza alinusurika jaribio la kupinduliwa baada aliyekuwa mwanajeshi mtiifu Godefroid Niyombare kuongoza jaribio la mapinduzi. Na majeshi yanaunga mkono serikali yalizima jaribio la mapinduzi, lakini upinzani umesema wanazidi kukandamizwa na hivyo kufanya uchaguzi wa mwezi wa 7 si wa huru wala si wa haki. Na zaidi ya watu 200,000 wamekimbilia nchi jirani. MSF imesema kuna watu 100,000 nchini Tanzania katika kambi moja pekee. Nimezungumza na Odifax Ndabi Toreye, mwasisi wa muungano wa wanasiasa wa upinzani na vyama vya kiraia Sinared, kuhusiana na usalama wa Burundi. Kwanza nikitaka kujua uchaguzi umeisha, kwa nini nchi isiwe shwari? Hiyo ndio kitu leo inashangaza, kwa sababu wakati rais ameenda kwenye uchaguzi mwenyewe, na uchaguzi tunajua sio halali, kwa sio sisi peke yetu, kwa sababu kuna nchi kadhaa ulimwengu zinapinga uchaguzi huo. Lakini hata uchaguzi wakati amemaliza, angesimamisha kuua watu,
angeita watu kwenye usalama, lakini hakuweza kufanya hivyo. Alisema kama wale wapinzani atawamalizia maisha. Sasa unasikia rais akishasema kama atamalizia raia maisha, hapi na kuwa sasa mambo. Lakini serikali inakushtumu kuchochea vurugu, hasa wakati ule mwezi wa Aprili. Unalizungumziaje hilo? Wakati tumeanza Senate mpaka hadi leo tunaendelea kusema tunachotaka ni mazungumzo. Raia wa Burundi waje pamoja wazungumzie kuhusu swala lenye lipo Burundi. Na leo hii tunapinga vurugu yoyote, kwa sababu pakianza hii ya maafa yenye yanatokea, sasa nani atanusurika ndani ya hiyo? Sasa tutatoa kitu gani kwa hiyo maafa yenye inatokea? Serikali pia inakutuhumu kwa kuchochea ukabila nchini Burundi. Mimi siwezi nikachochea ukabila, kwa sababu mimi mwenyewe ni Mhutu, mke yangu ni Mtusi. Sasa nyumbani kwangu tuko Wahutu, tuko Watusi, na wakati maandamano inafanyika, mimi mwenyewe Mhutu, watu walikuwa nyuma yangu wengi walikuwa ni Watusi. Tulikuwa tuko Wahutu, Watusi. Sasa swala kwanza la hili la ukabila Burundi limepungua sana. Sio swali ngumu kama kusema kuna utatanishi katikati ya makabila, lakini kujua kama Nkurunziza yeye ni mwenye kutoka kabila ya Wahutu na anajua kama hakuweza kutawala vizuri, miaka 10 imekwisha. Mkumbuke kuna watu wengi wamefishwa. Hiyo yote na ukienda na kuyumba tena kwa uchumi wa nchi. Sasa hiyo yote inaonekana hana uwezo wa kuweza kuendelea kuhukumu nchi hii. Sasa anatafuta kutumia ukabila, akifikiria kama hivi Wahutu ni wengi Burundi watamsupport. Serikali inakushutumu kwamba shirika lako la Sinared limeshughulika kufanya vurugu, na hata we mwenyewe ulikuwa unagombea urais na ulitumia nguvu, ulitumia vurugu kutaka kuingia. Serikali inajua kama mimi ni mpinzani mkali. Sasa hayo watatafuta chochote cha kusema kama mimi au niko nazusha vurugu. Kwa hiyo una mipango gani sasa? Ndio tunafikia UN inapaswa kuingia ndani, wakituma hii vikosi vya usalama kwanza kukinga maisha ya raia. Ina mandate, international mandate ya kukinga usalama wa raia. Cha pili ni ya kuwa kuna wenye wako wanazusha hii mambo ya kuwawa watu. Nkurunziza tunajua alianzisha milishia, kuna wengi wa watu wamewawa wengi. Sasa tunasema hao wote wako wanazusha hii mambo ya kuwa watu wapelekwe mahakamani. Ni miongoni mwa waasisi wa taasisi ya Sinared Burundi, Bwana Odifax. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Zaidi ya watu 200 wamefariki dunia na mamia kadhaa kujeruhiwa kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea kaskazini mashariki mwa Afghanistan na Pakistan. Tetemeko hilo limeweza kusikika nchini India na Tajikistan. Wengi wa waliofariki ni kutoka Pakistan, na tetemeko hilo limeathiri vibaya sana maeneo ya vijijini kabisa karibu na milimani. Umoja wa Mataifa umefurahia makubaliano yaliyofikiwa baina ya viongozi wa Muungano wa Ulaya na mataifa ya Balkan juu ya jinsi ya kukabiliana na mmiminiko wa wahamiaji wanaotaka kuingia barani Ulaya. Makubaliano hayo yaliyofikiwa siku ya Jumapili yatatoa nafasi kwa watu 100,000 kupokelewa kwenye vituo vya mapokezi. Kampuni ya simu ya mkononi MTN imepewa dola bilioni 5 na shirika la udhibiti la nchini Nigeria kwa kushindwa kuondoa wateja ambao wana SIM card ambazo hazijasajiliwa. Faini hii ni kubwa sana kutolewa katika sekta mawasiliano ya simu nchini Nigeria, na inafikiriwa kwamba huenda uhusiano baina ya makampuni na wadhibiti ukaangaliwa upya. Shirika la Afya Duniani WHO limesema nyama kama ya mbuzi, ng'ombe, kondoo na nguruwe na kadhalika zinatakiwa kuorodheshwa kama moja vitu vinavyosababisha saratani, sawa na sigara. Ripoti iliyochapishwa na Shirika la Afya Duniani inadai kwamba nyama iliyoongezwa kemikali za kuhifadhia au za kubadilishwa ladha maarufu red meat kama vile sausage na nyama nguruwe inasababisha saratani. Debula Kabwagira ana taarifa hiyo. Ni chanzo cha proteini na kitu ambacho wengi wanafurahia. Lakini je, kula nyama nyekundu kwa wingi inaweza kuathiri afya yako? Shirika la Afya Duniani WHO limetoa tahadhari kwamba baadhi ya nyama zinatakiwa kuorodheshwa pamoja na sigara na asbeto kama moja ya vitu vinavyosababisha saratani. Nyama ya pakiti ikiongezwa kemikali ndivyo inavyozidi kuwa hatari na chanzo cha saratani. Hili linajumuisha kuongeza chumvi, kutia kemikali ya kuhifadhi au hata kuchachusha.
Kuna ushahidi nyama zilizoongezewa dawa za kuhifadhi ni hatari. Kwa hiyo nyama kama vile nguruwe, soseji ambazo zimeongezewa dawa zimehusishwa zaidi na saratani ya matumbo. Lakini tunashauri mtu kupunguza ulaji wa nyama. Serikali nyingi tayari zimetahadharisha na kushauri watu kula nyama kwa wastani. Lakini utafiti umebaini kiasi cha gramu 50 tu ya nyama ya pakti inazidisha hatari kupata saratani ya matumbo kwa 18%. Kampuni zinazotengeneza nyama za pakti zimeikosoa ripoti hiyo ya WHO zikidai hakuna ushahidi kamili. Hata hivyo, zimesema mtu kula nyama ya pakti kwa wingi kila siku ndio mbaya kwa afya, lakini mtu akila kiasi tu ni chakula kizuri. Debula Kabwagira, BBC. Kuhusu ripoti hiyo na hatari zilizopo katika ulaji nyama, awali nilizungumza na Daktari Nelly Bosire akiwa katika studio zetu za Nairobi. Kwanza nikitaka kufahamu mawazo yake mwenyewe kama mtaalamu wa afya. Kulingana na vile tunaona kwa ripoti yenyewe itazua maoni tofauti kulingana na nchi binafsi ile ambayo mtu anaishi. Kwa vile nchi tofauti sio nyingi ambazo zatumia nyama ambazo tayari zishaongezwa kemikali, lakini kwa wale ambao wanatumia nyama hizo kuna uwezekano kwa ripoti hiyo yaweza kuwa inaangazia jambo muhimu sana. Na kwa watu wengi ambao wanaishi katika nchi hizo tunaona kuwa ndio haswa wanapata shida sana ya hii kansa ya matumbo ambayo inaangaziwa sana katika utumizi wa nyama hizi. Kwa hiyo Dr. Nelly, kwa wale ambao haziongezewi kemikali, manake kama tunajua nchi za nje kuna hizi sausage na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wao inaweza isiwe madhara sana kwa sababu kwa mfano nchi za Afrika nyama choma kama vile ile haiongezwi chochote, ni moja kwa moja, hao wako salama. Kulingana na ripoti hiyo wanasema kwa nyama hizo ambazo zatumika zilivyo kutoka kwa mnyama kwa sasa zafikiriwa kuwa kuna uwezekano zaweza kusababisha kansa, lakini sio jambo ambalo wameweza kulisema kwa kabisa. Dr. Nelly, siku hizi ukiangalia katika nchi za Afrika kuna haya maduka makubwa yanaitwa supermarket ambayo wanaleta nyama nyingi kutoka nje. Huoni Waafrika nao wako hatarini kwa swala hilo? Kuna sehemu za Afrika ambazo tayari zinaathirika katika njia hiyo, lakini wengi katika sehemu hizi pia wanajaribu kutengeneza nyama zao zenyewe kutoka hapa nyumbani, na kwa hivyo mifugo ile wanatumia yaweza kuwa kwa sasa inapunguza hatari hizo. Na wengine labda wanajiuliza wamekuwa kila nyama miaka nenda miaka rudi, hata hizo ambazo zinaongezewa kemikali za kuhifadhia, lakini hawajawahi kusikia zinahusishwa na saratani. Kwa nini sasa hivi? Tunapoangalia ripoti hii, kabla tupate kushtua watu zaidi, ripoti hii inasema kuwa hili ni jambo ambalo kwa saa hizi watafiti hawa wanafikiria kuna uwezekano, na ndipo wanasema kila nchi lazima itumie ripoti hii kuangalia watu wao wako katika hali ya athari kiasi kipi, ili waweze kutumia hizo athari ambazo wanaziona kuweza kuwapa mawaidha yanayofaa kulingana na kiasi ambacho wanaweza kutumia, au ni muda au nyama hizi wanaweza kuzitumia kwa njia gani ili zisiwe zinaongeza madhara ya kupata kansa. Na sasa tuangalie ujumbe wako kupitia mtandao wetu, na ni kuhusiana na swala hilo la nyama. Tunaanza na Shabani Mbigiri wa Moshi. Anasema nashangaa wazungu wanatushawishi tule nyama zilizosindikwa, baada ya muda wanatuambia zina madhara. Sasa kwa nini WHO wasizuie nyama hizo kuingia sokoni? Richard Charles anasema hakika watanipa fursa ya kuuza samaki wangu, maana suluhu itakuwa ni kutumia nyama nyeupe. Na Jadi Akule anasema ni vizuri kuelimishana kuhusu vyakula tunavyotumia kila siku kama hivyo, ili tujue hatari zake. Na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook na vile Twitter. Na sasa tuangalie taarifa za michezo kwa kifupi. Leo imekuwa ni siku ya mwisho ya uteuzi wa wagombea wa kiti cha rais wa shirikisho la soka duniani FIFA kwenye uchaguzi unaopangiwa kufanyika Februari. Atakayeshinda uchaguzi huo atachukua nafasi ya Sepp Blatter. Kila mteule anatakiwa kupata uungwaji mkono kutoka mashirikisho au vyama 5 vya soka kitaifa ili kuruhusiwa kugombea. Wagombea kadhaa wamejitokeza, akiwemo rais wa shirikisho la soka barani Asia Sheikh Salman Khalifa. Kutoka Afrika wapo Musa Biliti wa Liberia na Tokyo Seswale wa Afrika Kusini.
Ethiopia ilifunga Burundi bao 3-0 na ikafuzu kushiriki mashindano ya soka baina ya mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ligi za nyumbani, yani CHAN, yatakayofanyika nchini Rwanda Januari mwaka ujao. Mataifa mengine yaliyofuzu ni Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia, Angola, Gabon, Guinea, Mali, Morocco, Niger, Zimbabwe, Afrika Kusini na Rwanda wanafuzu kama wenyeji. Dereva Lewis Hamilton amekuwa bingwa wa dunia wa mbio za magari za Formula 1 baada ya kushinda mashindano ya Grand Prix ya nchini Marekani huko Texas. Hamilton alimshinda mwenzake katika timu ya Mercedes, Nico Rosberg, na anakuwa Mwingereza wa kwanza kushinda ubingwa wa dunia mtawalio. Ni hayo tu katika michezo. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Zuhra Yunus, na baada ya muda mfupi tutarudi kwake Salim Kikeke akiwa mjini Dar es Salaam, Tanzania. Karibu tena katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Salim Kikeke nikiwa Dar es Salaam katika matangazo maalum kabisa ya uchaguzi wa Tanzania. Naam, kama ulivyosikia katika mwanzo wa matangazo hayo kwamba matokeo yameanza kutangazwa taratibu na tume ya uchaguzi hii leo. Hata hivyo, wakati matokeo hayo yakitolewa, chama kikuu cha upinzani hapa Tanzania, chama cha Chadema, mgombea urais wa chama hicho Edward Lowassa amekuwa akisema kwamba vijana wake wamekuwa wakisakamwa na vyombo vya dola. Hii ni taarifa ambayo nimeiandaa mapema leo. Shughuli ya kupiga kura ilipomalizika, shughuli ya kuhesabu ikaanza na kuendelea hadi usiku wa manane, kila kura ikihesabiwa kwa umakini. Jua lilipochomoza, mamia ya watu ambao hawakupiga kura jana walipata nafasi ya kufanya hivyo leo. Na tume ya uchaguzi inayolenga kutoa matokeo yote ifikapo kesho ikaanza kutoa kidogo kidogo asubuhi ya leo. Kituo hiki cha taifa cha kuhesabia kura kitasalia kuwa wazi kila siku kwa saa 24 hadi mshindi wa urais atakapopatikana. Lakini wakati matokeo machache tu yamekwisha tolewa, tayari upande wa upinzani unasema kuna hila zinafanyika. Kinachosikitisha zaidi ni tuma wanazochaji nazo kwamba ni human trafficking, kosa ambalo ni kubwa sana kisheria na kosa ambalo halihusiani na walichokuwa wanakifanya. Kwa hiyo tunaeleza masikitiko yetu kwa jeshi la polisi kuchukua hatua hiyo wakati huu tunaohitaji vijana hao. Vijana hao wanafanya kazi ya tallying, kuangalia zile ficha zinazokuja zinafanyaje, zinafanana na zipi, na kufunga hesabu vizuri. Chama tawala kwa upande wake kimesema kimefurahishwa na mchakato mzima wa uchaguzi. Kwanza kwa namna mbili. Kwanza hazikuwa changamoto kubwa kiasi cha kuweza kubadilisha utashi wa watu. Waangalizi wengi wa kitaifa na kimataifa wamesema ingawa kulikuwa na hitilafu za hapa na pale, uchaguzi umekwenda salama na wanatarajia kutoa taarifa zao baadaye wiki hii. Tumepata hizo tetesi kwamba kuna maeneo ambayo kuna wasiwasi, hata Tanzania bara na Tanzania visiwani, na hata waangalizi wetu ambao wako huko wamekuwa wakitupelekea taarifa kwamba sawa, kuna hizo tetesi, lakini hazijafikia mahali zikasema kwamba mambo yamekuwa ni mabaya au yameshindwa kutawalika. Mitaa mingi hapa Dar es Salaam imesalia kuwa kimya kuliko ilivyo kawaida, watu wengi wakiamua kusalia majumbani pengine hadi matokeo rasmi yatakapotoka. Dira ya Dunia itakuwa hewani tena kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya hapa Dar es Salaam, vile vile London, mimi ni Salim Kikeke na watakieni usiku mwema. Alamsiki.